pia kama unavyoona mradi huu tulitegemea huo umekamilika, na ulitakiwa ukamilike mwezi wa 11, baadaye waka extend contract, ikaonekana utakamilika mwezi Machi, lakini tena ikaendelea. Lakini naona pia kumekuwa na changamoto ambazo kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti wetu wa halmashauri, mradi huu pamoja na haya yote mazuri tuliyosema na jitihada kubwa ambazo tunatupambania kupata fedha, lakini bado ni mradi ambao unajengwa kwa kusuasua. Lakini nje ya hicho nilichokisema ambayo ni madirisha ya aluminium, lakini hata madawati hakuna na fedha zimekwisha. Nia ya Mheshimiwa Rais ni nia njema, lakini ninyi nyote kuanzia wewe mwenyekiti wa halmashauri, diwani wa kata hii ya Mfinga, wote kwa vinywa vyenu mmekiri kwamba mradi huu una changamoto, na changamoto hiyo haikuwa kusudi ya Mheshimiwa Rais atuletee fedha ziwe na changamoto. Watu wengine wanadhani fedha hizi akisikia ni milioni 200 anasema hapa na mimi nafanya maisha. Haiwezekani. Fedha hizi zinapokuja kutoka TAMISEMI zinahesabu, darasa linakamilika, dawati liko humo ndani, aluminium ya dirisha imefungwa na mtoto yuko ndani darasani anasoma. Sasa mtu anapiga hesabu anasema hapa nitapiga chenji. Hiyo fedha huwa haipigwi chenji. Leo hii mnaniambia taarifa mkaguzi wa ndani, tunaelezwa kwamba mradi huu mpaka sasa kuna hasara milioni 40 ambazo zimepotea katika mazingira ya kutatanisha. Milioni 40. Wananchi wa Mfinga wanasubiri watoto wasome kwenye madarasa mapya yenye madawati na aluminium. Leo hii tunawapa habari ya kwamba milioni 40 kutoka kwenye ripoti ya mkaguzi wa ndani kwamba zipo. Ni habari ya kusikitisha kabisa na ikubaliki. Ndugu zangu, hilo jambo linakubalika? Kuna mtu anaweza kukubali jambo kama hilo? Mimi kama mbunge wenu siwezi kukubaliana hata siku moja namna hiyo. Fedha ziletwe hapa za wananchi kwa ajili ya madarasa ya watoto wetu shule ya awali na msingi, alafu watu wachache tu wakadhani kwamba ni rahisi kula hela za serikali. Hela za serikali huwa haziliwi kienyeji namna hiyo. Kwa mimi pamoja na vyombo vyote vya uchunguzi vilivyokuja hapa, mkaguzi wa ndani amekuja, lakini PCCB wanachunguza hizi fedha na mradi huu ni mdogo sana. Mwenyekiti wa halmashauri, naomba mambo yafuatayo tuyafanye kwa haraka mno. Na kwanza, twende tukafuatilie kule TAKUKURU waifunge hili jalada. Kama ni kwenda kumkabidhi mwendesha mashtaka wetu wa serikali, tayari waliohusika waanze kuchukuliwa hatua. Kama ni kupelekwa mahakamani, wapelekwe mara moja ndani ya mwezi huu. Hilo ni la kwanza. Tukalisimamia kwa dhati kama halmashauri.